Mambo vipi? Karibu kwenye channel hii. Katika video hii nitaenda kukwambia biashara 10 unazoweza ukazifanya jiji la Dar es Salaam. Kama unavyofahamu, Dar es Salaam ni kitovu cha biashara. Watu kutoka mikoa mbalimbali wanaagiza mizigo Dar es Salaam, lakini Dar es Salaam yenyewe ina namba kubwa sana ya watu, ina population kubwa. Maana yake fursa za biashara ziko nyingi. Ila katika video hii nitaenda kukujuza fursa za biashara 10 ambazo unaweza ukafanya ukiwa katika jiji la Dar es Salaam. Biashara namba 10 ambayo unaweza ukafanya jiji la Dar es Salaam ni biashara ya ushereheshaji. Biashara ya ushereheshaji kwa maana ya kuwa event organizer, kwa maana ya kuwa MC, kwa maana ya kuwa DJ, kwa maana ya kuwa na ile taaluma ya upambaji, unakuwa unapamba sehemu mbalimbali. Ni mji wenye watu wengi, maana yake na shughuli pia zinafanyika kwa wingi, kuanzia shughuli za misiba, vipaimara, ndoa, send off, anniversary na shughuli nyingine mbalimbali za vikao vya serikali, vikao vya mitaani. Maana yake hivi vyote vinahitaji mtu ambaye anaweza kuorganize, kujua msiba unapatikana wapi, viti vitapatikana wapi, ukumbi unapatikana wapi. Lakini pia kwa wewe mwenye mtaji unaweza kaamua kabisa kwamba ujenge ukumbi. Na uzuri wa Dar es Salaam kuna ukumbi wa nje na ukumbi wa ndani. Kama unapata eneo flat, eneo nje la zuri, unaweza kujenga ukumbi wa nje, ukalipanda kama nyasi, ukalijenga, ukalizungushia fence. Watu wanajenga hizo ukumbi wanapiga sana hela. Kwa hiyo unanunua zako na eneo hivyo. Kama utaamua ujenge ukumbi wa ndani, ni sawa pia. Ni fursa nzuri sana ya kufanya biashara ya ushereheshaji ukiwa jijini Dar es Salaam. Biashara namba 9 ambayo unaweza kuifanya jijini Dar es Salaam, biashara ya kutengeneza na kuuza keki. Biashara ya kutengeneza na kuuza keki. Hii ni biashara nzuri sana kwa sababu kama nilivyokuambia awali kuwa Dar es Salaam kuna shughuli nyingi zinafanyika kila itwapo leo. Na shughuli ambayo sasa hivi imekuwa trend sana ikidai keki ni shughuli za birthday. Amini maneno yangu kwamba katika jiji la Dar kila siku watu wanazaliwa, watu wanaadhimisha zile siku za kuzaliwa, kwa sababu jiji ambalo lina watu zaidi ya milioni 8. Hawa watu wote wanahitaji keki. Watazipata wapi? Basi wewe ndio anza kutengeneza hizo keki. Usiku jitangaze, utapata wateja wako ambao utakuwa unawatolea hiyo huduma. Lakini pia sio hivyo tu. Kwa hiyo mwingine unaweza kaamua huo unatoa madarasa ya kufundisha watu kupika keki, kwa sababu watu wengi still wanahitaji kujifunza huo ujuzi. Lakini sio hivyo tu, kwenye biashara ya keki hapo still kuna watu wengine ambao watakuwa wanahitaji vifaa vya keki. Kwa hiyo ukiwa Dar es Salaam bado kuna fursa, unaweza kaamua uuze vifaa vya keki. Utauza ndani ya Dar, lakini pia unaweza kuuza nje ya Dar es Salaam. Unakuwa unauzia watu wa mikoani, kwa sababu watu wa mikoani zaidi ya 90% wanapokuwa wanafunga mizigo wanaagiza mizigo kutoka Dar es Salaam. Biashara namba 8 ambayo unaweza kaifanya ukiwa katika jiji la Dar es Salaam, biashara ya huduma za afya. Ingawa huduma za afya zipo nyingi. Inaweza kuwa huduma za afya aidha kama una mtaji mkubwa ukafungua mwenye hospitali, au ukafungua kituo cha afya, au ukafungua zahanati. Sehemu penye namba kubwa ya watu obviously wanajitokeza pia ambao wanaumwa wanahitaji tiba. Kwa hiyo ukifungua hizo sehemu, hapo inakuwa ni fursa, lazima utapata watu, mwisho siku unatengeneza pesa. Lakini sio hivyo tu, unaweza kaamua ufungue duka la dawa, ufungue pharmacy, au kama uuze hata hizo dawa za asili. As long as hizo dawa kikubwa zile zinafanya kazi, wateja utawapata tu, kwa sababu jamii imezungukwa na matatizo, watu wanaumwa kila siku magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo kwa jiji la Dar es Salaam ni sehemu sahihi kabisa kwenye hii biashara ya huduma za afya. Biashara namba 7 ambayo unaweza kaifanya ndani ya jiji la Dar es Salaam, biashara ya ukopeshaji. Guys, tunafahamu Dar ni mji wenye mzunguko mkubwa wa biashara. Kwa hiyo na biashara yoyote ile au biashara zilizo nyingi, ili ziweze kusonga, ili mtu achukue stock kubwa ya mzigo mara nyingi sana, na maana watu wapi nitakopa mzigo, wapi nitakopa hela pengine kupa mzigo wangu pana lini, wapi nitakopa hiki. Kwa hiyo watu wanaogopa kwenda pengine kukopa benki kutokana na masharti ya benki kuwa magumu. Mwisho anaishia kukopeshana kwenye vikoba au kukopeshana wapi. Kwa hiyo wewe kitokea unataka kufanya hiyo huduma, nenda benki kuu, uliza taratibu za kutoa huduma ya ukopeshaji. Kwa siku kama una mtaji, lakini fungua ofisi yako, anza kutoa hiyo huduma. Ukisha fanya biashara dogo I say utapata wateja wapo wa kutosha. Biashara namba 6 tunasema biashara ya garage na vifaa vya magari. Vifaa vya magari vinaweza vikawa vipuli mbalimbali, spare parts, ziwe used au ziwe mpya.
zinahitajika kwa kiasi kikubwa sana ndani ya jiji la Dar es Salaam. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu jiji la Dar es Salaam lina vyombo vingi vya usafiri. Na vyombo vingi vya usafiri vinakutana na default nyingi ya kuharibika, kwa hiyo vinahitaji mafundi wa vitengeneze, lakini wengine wanataka kuviboresha, kupaka rangi, kubadilisha matairi. Hizo shughuli zote zinahitajika ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo kama una mtaji, unaweza kaangalia maeneo ambapo pengine jirani na barabara au pana movement kubwa ya magari, ukafungua garage au ukaanza kuuza hizo spare parts. Na uzuri wa spare parts unaweza kuuza hata mikoani. Biashara namba 6 ambayo unaweza kufanya jiji la Dar es Salaam, tunasema ni biashara ya mavazi na mitindo. Hapa unaweza kuuza nguo mbalimbali za jinsia mbalimbali au kwa mchanganyiko, ni wewe mwenyewe. Unaweza kuuza nguo special za madukani, ni wewe mwenyewe. Kama kuuza nguo za mitumba, ni wewe mwenyewe. Kwa sababu hawa watu zaidi ya milioni 8 kila siku wanahitaji wavae. Wanahitaji wavae wapendeze, waende kwenye shughuli, wanahitaji wavae waende shuleni, wanahitaji wavae nguo wabadilishe. Kwa hiyo ikiwa unatamani kuanza biashara ya kuuza mavazi katika jiji la Dar es Salaam, ni biashara sahihi kabisa. Na Dar es Salaam mtu anaweza kurudia nguo mara 3 kama mazingira mengine, labda pengine yenye baridi kali. Kule ni jasho, mtu kwa siku anavaa nguo hata 3, nguo 4. Sasa kama ana nguo chache, maana si atatamani atafute nguo nyingine ili aweze kufanyaje, aweze kuvaa. Hii biashara ya mitindo pia hapo unaweza kaamua uuze viatu, lakini pia unaweza kaamua ufungue saluni, lakini pia unaweza kaamua ufungue huduma ya kutengeneza kucha, kupaka rangi. Yaani huduma ni nyingi sana kwenye isha mavazi pamoja na mitindo. Biashara namba 4 ambayo unaweza kaifanya ndani ya jiji la Dar es Salaam, tunasema ni biashara ya uuzaji wa vifaa vya ujenzi. Vifaa vya ujenzi inaweza ikawa vifaa vya umeme vya kufanyia wiring, vifaa vya ujenzi inaweza ikawa wiring, vifaa vya ujenzi inaweza ikawa mabati, inaweza ikawa aluminium, inaweza ikawa marumaru, tiles, vifaa vyote vile vya ujenzi, ujenzi wa ndani kufanya finishing, vifaa vile vya plumbing. Hivyo vyote vifaa unaweza kuviuza, na unaweza kuviuza ndani ya jiji la Dar es Salaam pia mikoani. Hiyo vifaa vinahitajika sana kwa sababu licha ya kuwa watu wa Dar es Salaam, wale watu wanazaliwa wengine kila siku wanahitaji makazi ya kuishi. Kama mnavyoona watu kila siku wanauza viwanja maeneo mbalimbali. Hawa watu wote wanahitaji kujenga. Je, watajenga material watatoa wapi? Blocks zile, kama una access ya kutengeneza zile blocks, nunua mashine tengeneza. Kama una access ya pengine waamua kuuza cement, ni wewe. Waamua kuuza nondo, ni wewe. Vifaa vyote vya ujenzi au hardware kwa jumla yake, kwa jiji la Dar es Salaam ni sehemu sahihi kabisa ya kufanya hiyo biashara. Biashara namba 3 tunasema ni biashara ya chakula na vinywaji. I say, kwa jiji la Dar es Salaam, mahali popote pale au binadamu yoyote yule duniani, si Dar es Salaam ndo anahitaji chakula. Kwa hiyo kwa jiji la Dar es Salaam ni sehemu sahihi kabisa ya kufanya biashara ya chakula. Biashara ya chakula ni biashara hapana. Unaweza ukabezi kwenye kuuza mazao, unatoa vijijini unaleta mjini. Unaweza ukabezi kwenye kutoa vitu ambavyo vishakuwa processed viwandani, kama vitu ambavyo anatuuzia Baresa, vitu anavyouzia Mo, unavipeleka vijijini. Yote ni biashara ya chakula. Unaweza ukafungua mgahawa, unaweza ukafungua mamalishe, unaweza ukafungua kibanda cha nyama choma, unaweza ukafungua vinywaji. Yaani biashara ya kinywaji au biashara ya chakula chochote kile, Dar es Salaam ni fursa. Wewe angalia maeneo popote pale ambapo panakuwa na watu, kwa siku anza. Na si lazima mwanzo kwa ukubwa, unaweza kuanza hata kwa udogo. Lakini pia unaweza kaamua ufanye juisi, ukaamua uuze juisi za matunda. Na ukiuza juisi kwa Dar ni jiji la joto. Kwa hiyo ukiuza juisi, yani uhakika kutoka juisi ni 100%. Kikubwa tu andaa juisi yako katika hali ya usafi. Lakini kitu cha pili, brand juisi yako. Watu wajue kabisa kwamba juisi ya mtu fulani. Mfano rahisi, jamaa yangu moja anaitwa Mark Juice. Yuko pale Sinza pale. Ukienda pale utakuta mastaa wengi wamejaa kibao, lakini pale jamaa wanafuata nini? Wanafuata juisi tu. Na yeye alianza biashara ya juisi, na of course mpaka sasa hivi anauza juisi. Japo ni vitu vingine vidogo ameviongezea, lakini kitu kikubwa ambacho kimempa jina mpaka anafahamika, anapata brand deals, wanaenda watu wakubwa na weka hela zao pale kupitia juisi. Kwa hiyo angalia wewe mazingira uliopo, angalieni kwa namna gani unaweza kufanya hii biashara ya juisi. Pia kwenye isha ya vinywaji, liquor store, vinywaji moto vile watu wanavitumia sana. Unaweza kuwa na duka la jumla au kaongea na zile baba za mtaani, unachukua toyo yako unakuwa na supply crate kila siku. Jamani, kuna fursa nyingi sana za biashara. Wewe tu kuamua kuanza, na unapotaka kuanza make sure umejifunza kwamba pengine unafanya biashara kama hiyo, ujue anafanyaje
na wewe unaanza mdogo mdogo. Biashara namba 2 ndani ya jiji la Dar es Salaam ni biashara ya usafiri na usafirishaji. I say, yani Dar es Salaam kama una chombo cha usafiri, wewe ni tajiri. Kwa sababu kuna movement kubwa ya watu, kuna movement kubwa ya mizigo kutoka kuingia ndani ya jiji la Dar es Salaam, lakini pia mizigo kutoka ndani ya jiji la Dar es Salaam kwenda mikoani. Yote inahitaji vyombo vya usafiri. Umeshindwa kabisa, nunua hata bodaboda. Tena bodaboda Dar hizi zinahitajika sana kuliko hata daladala, kwa sababu ishi ya foleni. Umetoka labda pengine Mbezi mpaka umekuja kufika Posta, umekutana na foleni karibia foleni 8, foleni 10. Na wakati huo ukipanda bodaboda yani hakuna sehemu utakaposimama, kwa sababu bodaboda anachochola tu. Kikubwa tu upate bodaboda mwaminifu ambaye atakuletea hesabu vizuri, upate chombo kizuri, na mwisho wa siku fanya kazi. Umeshindwa kwa na bodaboda, pengine unatamani uje upgrade, nunua hata bajaji. Lakini pia Coaster. Lakini pia unaweza kununua magari madogo madogo haya ukafanya Bolt au Uber. Magari ambayo yanaingiza pesa ndefu sana. Yaani ukiwa na Bolt ile pale kwa siku, karibia kila siku lazima unapokea hesabu ya 200,000 plus. Ndani ya jiji la Dar es Salaam. Dar es Salaam fursa zipo nyingi. Usiishi Dar es Salaam afu useme haujui ufanye biashara gani. Una maguta kubebea mizigo kama Kariakoo kule, nunua guta peleka kule ukafanya biashara. Utapata deals za kupeleka mizigo kutoka pengine madukani kwenda cargo, au kutoa mizigo magodown kule ambako ameshusha mizigo kutoka China na nchi nyingine unaleta madukani Kariakoo. Zote hizo ni fursa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Lakini pia kuna trailer hizi zile magari makubwa ya mizigo, fuso, yote haya na deals. Wewe kikubwa jifunze kwamba wana hayo magari walianza vipi, walipata vipi deals. Jifunze kutoka kwao, na mwisho wa siku na wewe utaanza kupata deals za kusafirisha mizigo, kama ni simenti au kama ni pengine ni mafuta, kuleta sheli mbalimbali mikoani. Zote hizo ni fursa unazoweza kuzifanya ndani ya jiji la Dar es Salaam. Lakini pia hapo fursa kwa wewe ambaye upo tu mkoani, una cheti cha udereva, unajua kuendesha gari, kila siku unahangaika kuomba kazi. I say, unaenda tu na leseni yako pale da, pita kwenye makampuni mbalimbali utaomba kazi ya udereva. I say, huwezi ukakosa, kwa sababu kule magari ni mengi na mengi yanahitaji dereva smart ambaye anaweza akakutuza chombo, ambaye anafahamu ABC za mambo ya garage, anafahamu chombo kikiharibika. Anaokana na sifa hizo kwenye jiji la Dar es Salaam. Ukiingia ofisi yote ile, hata kama kulikuwa kuna madereva ndani, lazima tu atakufikiria. Kwa hiyo unafikiri unajiza kama mimi nahitaji kazi ya dereva, nafahamu gari kiharibika, nafahamu hiki, hiyo inakuwa inapunguza gharama, kampuni mbalimbali. Kwa hiyo wewe in case unatamani kufanya biashara ya usafiri au usafirishaji, anza kufikiria Dar es Salaam. Biashara namba 1 ambayo unaweza kaifanya jiji la Dar es Salaam, tunasema ni biashara ya real estate. Nikisema real estate ni biashara ya ardhi pamoja na nyumba. Ni biashara nzuri sana, biashara yenye pesa sana. Wewe mtafute dalali yeyote yule jiji la Dar es Salaam, afu uangalie, je, anaishi maisha ya maskini? Watu kule ni wana pesa. Wana pesa kwa sababu gani? Dar ni jiji ambalo linapokea wageni karibia kila siku. Wageni wengine wanataka kuwekeza wapate ardhi, wageni wengine wanatafuta sehemu pa kuishi, wageni wengine wanataka kuhama zile sehemu walizokuishi awali kwenda sehemu nyingine. Hawa wote wanahitaji wajue taarifa sahihi. Sasa kama wewe umejiposition kama dalali kumuunganisha mteja pengine na yule mwenye mali, hiyo kwa Dar es Salaam ni fursa. Lakini sio hivyo tu, kama mtaji unao kutosha, angalia mazingira ambayo pana watu wengi, population kubwa, nunua hata kiwanja. Hata kama kinauza milioni 60, milioni 100, nunua kile kiwanja, jenga zako maframe ya kishua pale, watu watakuja tu, kwa sababu watu wanatafuta sehemu za kufanya biashara kila itwapo leo. Lakini pia unaweza kujenga nyumba za kupangisha, unaweza kujenga kama maframe ya biashara kama nilivyosema, unaweza kujenga magodown ambayo utakuwa unakodisha, stores, lakini unaweza kujenga guests, unaweza kujenga mahoteli, lodge. Hiyo yote ni fursa. Kama mtaji wako na ruhusu, basi anza biashara ya kuuza viwanja. Unatafuta sehemu mji ambapo unakuwa, nunua plot hata ya ekari 30. Pima yale maeneo yote kwa kugawa zile plot, labda ikiwa 20 kwa 30 ngapi. Wasiana na serikali ujue mambo yanaenda vipi. Wasiana na ofisi ya ardhi ujue mambo yanaenda vipi. Kwa siku vile viwanja unakutana ile eneo ukicalculate, unajikuta wewe kwenye kila kiwanja labda pengine umenunua kama milioni 2, milioni 3.
Lakini kile kiwanja unakuja kuuza kwa milioni 10, milioni 15. Unapata watu kwa sababu watu kila siku wanatafuta viwanja ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo ukiwa una mtaji, basi fikiria jinsi gani na wewe utakuwa una nyumba hata kama chumba kimoja cha kupangisha. Lakini kama hauna mtaji, basi unaweza ukaanza kama dalali. Tafuta maeneo ambayo pengine unapangisha vyumba au yanauza viwanja, jitangaze mtandaoni, watu watapata tu. Niambie ni fursa gani nyingine ambayo unaweza kaifanya ndani ya jiji la Dar es Salaam. Niambie hapo chini kwenye comment, ili na wengine wakitia comment yako waweze kujifunza kutoka kwako. Ni fursa gani nyingine ambayo unaweza kaifanya ndani ya mkoa wa Dar es Salaam? Hizo ulizokutajia ni baadhi tu ambazo unaweza kufanya ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, lakini Dar es Salaam ina fursa zaidi ya 100, zaidi ya 1000. Fursa za biashara zipo nyingi sana. Niambie hapo chini, na mimi sina la ziada kwenye video hii. Tukutane kwenye video ijayo. Asante.